Habari za jioni, waheshimiwa ndugu wanahabari. Kwa jina naitwa Saif Hassan Sule ama Dr. Sule, ni mwenyekiti mstaafu wa vijana Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation. Nimetumia fursa hii kualika na kuwaita hapa ofisini kwetu. Nia na madhumuni ni nasi kama sehemu ya jamii ya Watanzania kuweza kutoa maoni yetu, fikra zetu, na kuwatanabahisha Watanzania wenzetu hali halisi ya mambo ya kisiasa yanayoendelea katika nchi yetu hivi sasa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tunafahamu na tunaamini chombo muhimu na kada muhimu inayowaunganisha jamii moja na jamii nyingine mahali popote. Kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wenu hapa unaweza kutusaidia kupeleka taarifa kwa jamii ili iweze kujifunza na kutambua mambo machache yanayoendelea sasa katika nchi yetu. Ikumbukwe mwaka 2025 mwezi wa 10 tunatarajia kuingia katika uchaguzi mkuu wa bunge, madiwani na rais, Mungu akipenda. Lakini nchi nyingi duniani zimepata hali mbaya ya kimachafuko zinapoingia katika kipindi cha uchaguzi. Hivyo ni vizuri sisi kama viongozi wa dini kuzungumza na wenzetu katika kuwaelekeza, kuwaasa, kuwashauri na pengine kutoa miongozo kwa Watanzania wenzetu, nini wafanye, nini waache kwa maslahi ya taifa letu, kwa kizazi kilichopo na kizazi au vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, ikumbukwe kwamba mwaka 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 wa vyama vingi. Tulianza uchaguzi mwaka 1995 na 2025 utakuwa ni uchaguzi wa 7 unaoshirikisha vyama vingi. Miaka yote hii tumekuwa tukifanya siasa za kistaarabu, za maelewano, japo makwaruzo na madoa madogo madogo yamewahi kujitokeza, lakini sio yenye viashiria vya uvunjifu wa amani vinavyoweza kulinganishwa na hali iliyopo sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Kwa nini nayasema haya? Unapotembea na kuangalia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukajifunza kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani unaofanywa na viongozi wachache wenye urafi wa madaraka, wenye nia ya kutaka kutawala, iwe mvua, iwe jua, iwe amani, isiwe amani, ili mradi yeye apate uongozi wa kimadaraka. Mwaka 2000 na mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, 2010, 2015 na hata 2020 tuliingia katika uchaguzi kwa katiba ile ile iliyoandikwa mwaka 77 na kufanyiwa marekebisho mwaka 2004. Na katika chaguzi hizi ukiangalia mwaka 2000 na mwaka 95 wakati tunaanza vyama vingi, walipatikana wabunge wachache sana katika kada ya ubunge. 2010 waliongezeka kidogo. 2000 waliongezeka kidogo. 2010, 2005 na 2010 vyama vya upinzani vilipata wabunge wengi sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba chaguzi zote 6 zilizopita wana upinzani, vyama vya upinzani vilitumia sera na hoja za kuwawini wananchi ambao waliona kuna haja ya kuchagua
baadhi ya viongozi wa upinzani ili kuipapushi serikali, ili kuipa msukumo serikali ifanye vizuri katika maeneo ya kiutawala na kimaendeleo katika nchi yetu. Hii ina maana kwamba siasa ilitumika ipasavyo, kwa sababu lengo la siasa siku zote ni kutengeneza maisha ya jamii unayoishi nayo. Na upinzani au sera za kiupinzani au upinzani katika siasa ni kutengeneza hoja za msingi zinazoendana na sera bora katika kuwashawishi wananchi ili wakupatie dola, ili uweze kuongoza, ili uweze kutawala kwa minajili ya kuwapa wananchi kilicho bora zaidi kuliko kile kinachotolewa na serikali iliyopo madarakani. Upinzani maana yake sio vurugu. Upinzani maana yake sio magomvi. Upinzani maana yake sio kuibomoa nchi. Upinzani maana yake sio kutengeneza mazingira ya machafuko. Jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza, jambo la kuhofisha, kuna baadhi ya wapinzani katika nchi yetu mwaka huu kuelekea uchaguzi wamekuwa wakifanya mambo yanayoashiria uvunjifu wa amani, yanayoashiria uvunjaji wa katiba, yanayoashiria mambo ya msingi ya kisheria ya nchi yetu. Tanzania inaongozwa na katiba. Katiba ya Tanzania inatutaka kila mwaka baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi kwa lengo la kubadilisha viongozi au kuwaweka viongozi ili waende wakatekeleze yale ambayo wananchi tunayataka. Na kila chama cha upinzani kinakuja na muongozo wake, kinakuja na sera zake, kinakuja na mpango mkakati wake ambao wanakwenda kuuanika sera zake kwa jamii ili jamii itathmini katika kila chama kinachokuja katika maeneo yao ni chama gani kilicho bora na kinaleta sera ambazo zitawakonga, kuwafurahisha na kuwapendezesha Watanzania na kuvoti katika chama hicho ili chama hicho kiwatumikie wananchi. Huu ndio msingi wa kisiasa na ndio upinzani na ndio maana ya upinzani katika siasa. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza, sisi kama viongozi wa dini tunapata shida mipango inayofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yeye ameanzisha kitu ambacho kila Mtanzania mwenye akili timamu na anayetakia amani nchi hii hawezi kuungana naye kwa lengo la kumuunga mkono ili kusapoti yale anayoyafanya au anayoyasema au anayoyashauri. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Kuna maelezo kwamba no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni, lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya jamhuri. Katiba ya jamhuri inatutaka mwaka 2025 tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako, kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 95 ndio ikatengeneza vyama vingi, iliyoruhusu vyama vingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 2000, katiba iliyoendesha uchaguzi 2005 na 10 na 15 mpaka na 20 ndio katiba hii iliyoendesha uchaguzi. Ndio katiba hii iliyotumika kuendesha uchaguzi. Bahati nzuri sana, baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 na hali ya kisiasa tulikotoka, hakuna Mtanzania asiyejua wala asiyefahamu kwamba baada ya mwaka 2020 hali ya kisiasa Tanzania ilikuwa mbaya. Viongozi wengi wa upinzani waliondoka nchini kwa madai wanahofia usalama wao, wakaamua kwenda kuishi nje ya nchi yetu ili kutafuta salama ya maisha yao. Na walifanya hivyo wakionyesha kwamba viongozi wa chama kilichopo madarakani hakiwatendei haki.
baada ya yale yaliyotokea kwa kudura ya Mwenyezi Mungu, mama yetu Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipochukua madaraka, aliamua kukaa chini na kubadili mtazamo wa kisiasa katika nchi yetu. Alipata fursa ya kukutana na wapinzani. Ndiyo kiongozi wa kwanza wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kualikwa kwenye mkutano wa chama cha upinzani na kuwa mgeni rasmi, na akaenda akazungumza, akawaasa wana wa Tanzania na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuijenga Tanzania yetu moja, kutaka kujenga umoja na mshikamano. Tushindane kwa sera na hoja, tusishindane kwa vurugu na fujo ili tukaivunja nchi yetu. Alhamdulillah, mama huyu alifanikiwa, alitengeneza foara zilizopelekea wale viongozi wote wa upinzani walioikimbia nchi walirudi nchini, wakakubali kutengeneza vyama vyao ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunaamini upinzani ni kutengeneza hoja na sera madhubuti zinazoweza kuwashawishi wananchi kukichagua chama husika. Upinzani si vurugu, upinzani si fujo, wala upinzani si uasi, kwa sababu Tanzania hii ambayo leo wewe unataka uwe kiongozi kwa gharama yoyote, hata ikibidi kumwaga damu, ni Tanzania ambayo wanatakiwa wairithi vizazi vijavyo, kama ambavyo sisi leo tumeirithi kutoka kwa kutoka kwa viongozi au wazee wetu waliotangulia. Mwalimu Nyerere wakati wake walikuwa watu wanampinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Mwinyi wakati wake wapo watu walimpinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Kikwete, Mkapa na kadhalika walikuwa katika nchi hii wakiongoza na watu walimpinga kwa hoja na sera. Lakini hatujawahi kuona kiongozi wa upinzani anatengeneza mazingira ya vurugu, anatengeneza mazingira ya uasi, anatengeneza mazingira ya kuharibu amani ya nchi eti tu kwa sababu anataka kuwa kiongozi wa nchi. Na pale anapoona hana sera za kuandaa chama chake na kuchukua dola, muda mfupi amechukua madaraka ndani ya miezi 8, anaona hawezi kuchukua dola kwa njia ya ushawishi, anataka kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu na kuivuruga nchi hii amani yake. Hili sisi kama viongozi wa dini katu abadani hatuwezi kukubaliana nalo, na tunawaasa wa Tanzania wasikubaliane nalo jambo hili kwa gharama yoyote. Na mimi nitatoa hoja na evidensi za kutosha kwamba malengo ya Chadema kwa wakati huu sio kuchukua dola, ni kuvuruga nchi. Nitatoa evidensi, na ninazo evidensi za kutosha. Nitatoa chache na naweza kutoa nyingi zaidi kwa hali inayoonekana na malengo ya wanasiasa waliopo sasa. Mfano, ndugu zangu, katika hali ya kawaida boksi ya la kura ndio linalotoa maamuzi ya nani awe kiongozi. Unaposema leo hutaki kufanya uchaguzi kwa sababu unazozieleza, kuna vitu vingi vya maswali ya kujiuliza. La kwanza, Chadema tangu imeingia madarakani hivi sasa tumepita katika chaguzi 6. Iliwezaje kukubali kuingia katika chaguzi 6 na wao wakigombea katika maeneo mbalimbali? Wengine katika hawa wanaopinga leo wameshawahi kushika nafasi ya madaraka ya kuwa mbunge. Kwa katiba hii, kama uliweza kuwa katika nafasi hizo na kuchukua uongozi katika katiba hii na watu walikuchagua na ukawa kiongozi, ukakaa bungoni, ukala posho za Watanzania, ukalipwa mshahara wa Tanzania, nini kimebadilika leo? Unachosema haiwezekani uchaguzi ufanywe, tutahamasisha uasi, tutapinga uchaguzi, tutahamasisha watu uchaguzi usifanyike. Una agenda gani ya siri iliyopo nyuma yako leo inayofanya uchaguzi huu uzuie usifanyike kwa gharama yoyote, hata ikibidi kwa kufanya vurugu? Liko swali wa Tanzania tunatakiwa tujiulize. Liko swali wa serikali inatakiwa ijiulize. Liko swali viongozi wa dini wanatakiwa wajiulize.
na wakae chini watafakari kwa kina, kisha wayafanyie kazi mambo haya na kuyatolea maelezo ya kina, na kuwaasa Watanzania wasikubali kuivuruga amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nchi hii leo ikifikia mahala ikaingia na vurugu, inawezekana Watanzania vurugu hawajui maana yake nini. Inawezekana Watanzania wengi hawajui madhara ya kuvunjika amani ni yepi, kwa sababu tumeishi katika nchi yenye amani kwa muda mrefu bila ya kuwa na vurugu. Mimi nimetembea karibu nchi nyingi za Afrika zenye vurugu, na nimeona hali ya usalama inapokuwa mbaya, matokeo ya wananchi wake. Nataka nitoe mfano mdogo Kongo. Mimi na marafiki zangu wanaishi Goma, na marafiki zangu wanaishi maeneo mbalimbali ambayo M23 wamechukua dola pale. Wamechukua nguvu na wakaamua kusimama katika maeneo yale. Nataka nikuambie leo, kama unakwenda Goma, kila siku asubuhi kwa uchache unaokota maiti 7-8 barabarani zimekufa. Leo ukienda maeneo kama ya Goma na maeneo ya Bukavu, usiku kuanzia saa 5 watu wanaweka mpaka vinu, michi na kila kitu kwenye milango kuzuia watu kuvunja. Manake ikifika usiku watu hawalali mpaka saa 11, wanaogopa kulala kwa sababu watu wanaingia, wanavunja milango, wanaiba vitu, vurugu, kwa sababu hakuna msimamo, hakuna amani. Jambo hili linapokuja kwetu sisi, watakaoathirika ni wazee, watakaoathirika ni watoto wadogo, watakaoathirika ni wanawake. Hawa ambao leo wanahamasisha vurugu, familia zao zinaishi Belgium, wana nyumba Belgium, wanakaa Belgium, watoto wao wanasomea Belgium. Hawa wanaoamrisha vurugu leo, familia zao zinaishi Canada, wanakaa Canada, wana nyumba Canada. Wewe Mdengereko wa Rufiji, wewe Muha wa Kigoma, wewe Mchaga wa kule maeneo ya Same, wewe Makonde wa kule Mtwara, ambaye huna hata pasipoti ya kuvukia katika nchi hii, hujui hata utakwenda kuishi wapi, ukivuruga mahala pa kuishi pako, na utakwenda kuanza maisha wapi? Tuna amani, kula yetu ya manati, mbio zetu ndio zinatupa riziki. Kuna sababu gani ya kuivuruga nchi hii? Kuna sababu gani ya kuvuruga amani ya nchi hii? Bila ya shaka Watanzania tunatakiwa tuwe makini na nchi yetu na tusikubali kuibomoa nchi yetu. Nataka nitoe mfano mmoja. Leo nilikuwa naangalia kwenye vyombo vya habari, naona kwamba kuna mwanasheria amechukuliwa kutoka nje ya nchi yetu, anakwenda kufanya kazi ya kutetea maslahi na haki za viongozi waliopo ndani. Nataka nikuambieni, Afrika Mashariki kama kuna nchi watu wake hawana adabu, namba 1 ni Kenya. Narudia tena kipande hiki, stafuni maneno. Yani kama kuna nchi wananchi wake katika hizi East African, wananchi wake hawana adabu, basi Kenya wanaongoza. Mimi Kenya nakwenda sana, nakaa sana, naishi sana. Mwananchi wa Kenya anaweza akamtukana kiongozi wa serikali kwa nafasi ya rais, matusi ya nguoni, kana kwamba huyo kiongozi hana baba, hana watoto, hana familia. Yani miongoni mwa nchi ambazo zimekiuka maadili. Sasa unajiuliza maswali, Tanzania hii na wanasheria milioni kidogo, tunakwenda kutafuta mwanasheria nje ya nchi, nchi ambayo hata maadili yake yamebomoka. Nyinyi mashahidi, vijana walivyofanya fujo, wamevunja nchi yao, wameharibu nchi yao. Kwenye vyombo vya habari unaweza kuwa uliona madogo zaidi kuliko sisi tunaokwenda katika nchi ya Kenya, tunayoona hali ya siasa ilivyo nchini Kenya. Yani unakwenda kujifunza vitu, unajifunza vitu kwamba kuna watu wanaishi kwa maslahi. Mfano, wakati wa Raila Odinga kule Kenya watu walikuwa wanafanya vurugu sana. Juzi wamekubaliana nusu mkate na Rais Ruto, nchi imetulia. Sasa hawa walikuwa wanataka mabadiliko, wanataka kugawana mkate. Kiongozi wa siasa mwenye mfano huu, ambaye yeye anaangalia tu maslahi yake bila kuangalia maslahi ya watu wake, huyu ni kiongozi mwenye faida kiasi gani? Umeshawapeleka watu katika vurugu, wamepigana, wamepigwa risasi, wamevunjwa miguu, wameathirika, wengine wamekufa.
alafu damu ya wale waliokufa wewe unakwenda kukubali kufanya suluhu na makubaliano na serikali, mnaanza kugawana mkate, unalipwa mshahara na unatangazwa kabisa, huyu kiongozi safi, huyu kiongozi sawa, huyu kiongozi tunafanya naye kazi. Utajifunza kwamba siasa za wenzetu ni siasa za maslahi. Kiongozi anawatumia wananchi kama mtaji ili kupata maslahi yake, na wale wasiokuwa na akili timamu wanasema tunakiwake na kiharibike na kinuke. Unapokinukisha hapa unakwenda kuishi wapi? Unapoibomoa nchi hii unakwenda kuishi nchi ya nani? Urithi aliyotukadiria Mungu kwa kuzaliwa ni Tanzania. Ndipo mahala Mwenyezi Mungu ametusaidia tuishi. Iwe itakavyokuwa, kiongozi yoyote atakayekaa madarakani havuki miaka 5. Akimaliza miaka 5 kuna uchaguzi mwingine. Tunapoona haturidhishwi naye tutamchagua mwingine, tukamwacha yule. Kuna sababu gani za kuendelea kufanya vurugu? Ikiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan ameamua, ameridhia kuwapa uhuru watu wa upinzani. Walikuwa wanasema si hatupati uhuru, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatuzuia, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatupiga. Mama akawapa mpaka doria upinzani. Wanataka kufanya mkutano polisi hawapo, wanakulindeni. Mnataka kuandamana polisi hapo, wanakulindeni. Imefika mahala wamejaribu kwenye kuandamana, polisi wakawalinda, sera ikawagonga, wakashindwa. Wameona sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, wananchi hawatoridhika kufuata sera za vurugu ambazo hazijatulia. Mwisho wa siku wanaamua kuanzisha vurugu. Mimi nataka ni waase tu watu wa vyama vya upinzani kwa nia njema kabisa, kwa maneno mepesi. Wanachofanikiwa CCM katika nchi hii, yale yote ambayo wapinzani wanayaona kama hoja ya msingi ya kuwashawishi wa Tanzania waitoe madarakani CCM wanafanya kuwa mtaji, wanaifanyia kazi. Ukisema hakuna barabara, CCM wanajenga. Ukisema hakuna shule, CCM wanajenga. Ukisema hakuna hospitali, CCM wanajenga. Ukisema shule ina gharama, CCM wanatoa elimu bure. Kila unachosema wao wanakifanyia kazi. Na kawaida ya mwananchi na mwanadamu yoyote anapotendewa wema hukumbuka fadhila na wema. Kwa hiyo kuitoa CCM nchi hii kwa njia ya hoja, kwa njia ya nguvu ya hoja, itakuwa jambo gumu sana, kwa sababu kile unachokipigia kelele wao ndio wanachokiwini, na wao ndio wanachokwenda kukifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ile kero unayotaja wewe leo wao wanaifanyia kazi. Hiki ndicho kinachowafanya CCM wabaki madarakani. Kwa sababu kama ni kuhonga nchi, utawaonga watu wangapi? Nani anaweza kutoa pesa kwa kila mwananchi ampigie kura? Ni jambo haliwezekani. Lakini kutatua matatizo ya watu, kugusa shida za watu, kusimama na haja za watu, ndiko kunakofanya CCM iendelee kutawala. Ndiko kunakofanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa chama kinachoweza kushika dola. Sasa niseme tu na niwaombe Watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu. Tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu, kabla ya uchaguzi, sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa, huyo asipate kura hata ikibidi ya mamake mzazi. Yani huyo asipate kura, kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu. Lakini jingine ambalo ni muhimu ningependa niliseme, kumekuwa na shida kidogo na baadhi ya viongozi wa dini katika kipindi hiki tunachoelekea uchaguzi mkuu. Kumekuwa na shida ya baadhi ya viongozi wa dini tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Mwanadini katika nchi hii, jukumu na wajibu wake ni kutengeneza makundi mawili kuwa kitu kimoja. Sio kulikandamiza moja au kulikolomea moja au kulipa amri kundi moja au kulifanya kundi moja liwe nyonge na kundi moja liwe na nguvu. Nataka niseme tu, Tanzania yetu hii tulio nayo, tuna uongozi na tuna watu wa usalama ambao kila kukicha wanapitia kupitia vyombo vyao na kupata taarifa sahihi
zinazoweza kuifanya nchi yetu ibaki kuwa salama. Viongozi wa dola kupitia vyombo vya usalama wanaponiona mimi Sule sio mtu salama, ni lazima wanikamate, wanipeleke mahakamani. Wakinipeleka mahakamani, mahakama itakuwa na kazi ya kusikiliza hoja za wale walionikamata na hoja zangu mimi niliyekamatwa, ushahidi wa wale walionikamata na kunituhumu na ushahidi wa mimi ambaye natuhumiwa. Hii kisha hawa wana sheria au hii timu ya kutoa sheria na kugawa haki kwa maana ya mahakama, wao ndo watajua na haki ya kutiwa hatiani au kuachiwa huru. Kiongozi wa dini si mwana usalama, hajui principles za usalama, hana masikio ya kujua nani kasema nini, yuko wapi, hawezi kuwa na historia ya kiintelijensia ya ndani. Unapotoa tamko katika maamuzi ya utendaji wa viongozi wa serikali ambao wao miongoni mwao wanakuja kufanya ibada kwako ima msikitini au wanakuja kufanya ibada kwako ima kanisani, unampa amri muachie mara moja. Unataka ufike mahali uwafanye viongozi wa serikali wafanyeje kazi, wapate shinikizo, kwa sababu kiongozi wa dini ana nguvu kubwa kuliko kiongozi wa serikali. Mi leo nikiwa msikitini pale nasalisha, rais akija mimi ndo bosi wake, mimi ndo nitasimamia sala, lazima nitii mimi na anisikilize. Sasa kumetokea matatizo, akaogopa tu mimi nitamwambia acha, alafu akaacha watu waharibu eti kwa sababu mimi kiongozi wake nimesema acha. Madhara katika nchi itakuwaje? Ni waombe viongozi wa dini wasikubali kucheza nyimbo ya mchezo mchafu ya viongozi wa siasa wanaoimba kwa maslahi yao. Viongozi wa dini kuingia katika jambo hili ni sawa na kutengeneza kucheza wimbo usioujua tuni yake wala ulivyotungwa. Nyinyi wengi waandishi wenu wa habari hapa mmezaliwa chini ya 2000. Mimi nataka niwakumbushe jambo. Mfano wa matukio haya yaliyotokea katika Pasaka hii yaliwahi kufanywa na makundi ya Waislamu nyuma ya mwaka 95. Na ndio yalipelekea mauaji ya Mwembe Chai. Ndio yalipelekea vurugu za Mwembe Chai. Kwa sababu ilionekana kundi moja linaona limebanwa, limeminywa, linatoa matamko makali kwa serikali, mwisho wa siku ikatokea vurugu, yakatokea mauaji. Sisi hatutamani kuona nchi hii inakuwa kisiwa kisichokuwa cha amani. Sisi tunatamani nchi hii kuwa moja kati ya nchi za amani. Sasa hatutamani kuona viongozi wa dini wanatoa mashinikizo na nyaraka ama hotuba zinazokwenda kuonyesha wako upande fulani, badala ya kuiachia mahakama itende haki. Mwenye haki ya kujua huyu aliyeshtakiwa kashtakiwa kihalali au hakushtakiwa kihalali ni mahakama. Nyinyi mnafahamu Uamsho wamekaa ndani miaka mingapi wa Tanzania wenzangu? Wako mashekhe wangapi ndani leo wametuhumiwa? Lakini mahakama ilipojiridhisha hawana hatia, hata iwe kwa baada ya miaka 8, waliachiwa wakaenda nje. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya vyombo vya dola, kuhakikisha inagawa haki kwa kila mwenye haki. Sasa hili jambo linaweza kufanywa kwa mtu yoyote, liwe mtu wa dini, linaweza kufanywa kwa mtu wa siasa, linaweza kufanywa kwa mtu wa kijamii, ili mradi serikali inaona una viashiria vya kuvunja amani, wajibu wake ni kukuchukua, kukuweka mahali husika na kuendesha utaratibu wa kesi ili kujiridhisha kwamba unachotuhumiwa ni sawa au si sawa. Ukionekana huna hatia unaachiwa, ukionekana una hatia unahukumiwa, na hii ndio kanuni. Sasa sisi viongozi wa dini ni kama wazazi. Vyama vyote vya siasa mbele ya kiongozi wa dini viko sawa. Kiongozi wa dini, yani anatakiwa ione Chadema, CCM, TLP, sijui NRA, chama gani, vyote avione viko sawa. Mbele yake vyote viko sawa, kwa sababu msikitini na kanisani kuna viongozi wa vyama vyote hivyo. Kuna wafuasi wa vyama vyote hivyo. Hatuna sababu viongozi wa kanisa ama wa msikiti tukawa upande mmoja na tunafanya vitu kwa lengo la kuwaridhisha watu fulani. Itatufanya watu wenye akili tujiulize maswali mara mbili, kwamba je, imefikia mahali sasa viongozi wa dini
wanaamua kuvaa majoho ya siasa kwa maslahi ya wanasiasa au maslahi ya wanadini, yatatufanya tujenge maswali mengi sana. Sasa ili msitujengee maswali, viongozi wa dini, hebu kaeni katikati. Yanayohusiana na siasa yaacheni. Pale mnapoweza kufanya siasa itakayotengeneza umoja ni bora zaidi kuliko kutengeneza siasa ambayo inaweza kuleta madhara makubwa. Yuko mtu mmoja au viongozi niliwasikia wakisema, ukifanya siasa, ukimsifia rais au kiongozi wa serikali, unaambiwa wewe umefanya siasa vizuri. Hapo siasa haipo. Lakini ukitokea umekosoa, hapo inachofanyika unakuwa onekana wewe ni mbaya, umeasi. Nataka niseme kitu kimoja. Kila neno lina mahali pake na kila mahali pana neno lake. Huwezi kutoa mawaidha ya msiba harusini, wala huwezi kutoa mawaidha ya harusini msibani. Mtu mwenye akili anajua wapi aseme nini na kwa sababu gani. Kiongozi wa dini ana nguvu kubwa. Kiongozi wa dini ana nafasi ya juu, ana doria ya moyo. Kiongozi wa dini anaweza kumuandaa mtu akajilipua. Kiongozi wa dini anaweza kumuandaa mtu akaua. Maneno yako unatakiwa uyatathmini, ukiyaweka wapi ataleta sura gani. Kwa sababu kiongozi wa dini leo ukasema fulani na fulani nataka waachiwe, hali yakiwa wamekamatwa, manake unataka kuwaaminisha watu wamekamatwa kwa kudhurumiwa, jambo ambalo si sawa. Utakuwa umeuingilia muhimili wa mahakama, utakuwa umeuingilia muhimili wa dola ambao unafanya kazi yake. Viongozi wa dini tunachopaswa ni kushauri. Hatupaswi kushinikiza wala kuamrisha, kwa sababu dola inawekwa na wananchi, haiwekwi na kiongozi wa dini. Ndugu waandishi, nitumie fursa hii kutoa ushauri au nasaha kwa wanasiasa na serikali kwa ujumla. Tunajenga nchi moja, hatuna sababu ya kugombea fito. Tunatakiwa kuijenga Tanzania yetu kwa umoja na mshikamano. Siasa ina miezi michache tu. Itaanza mwezi wa 8, itaisha mwezi wa 11, siasa imeisha. Kuna miaka 5 ya maisha baada ya siasa. Ukiitengeneza siasa yenye chuki leo, yule ambaye umetengeneza naye chuki unamhitaji baada ya siasa kukamilika, ima kumuomba kazi au kukusaidia hata kuzika au harusi, mchango wa harusi yako. Sasa viongozi hawa wanaotaka dola wasitufikishe mahali sisi raia huku chini tukawa hatusemezani. Chadema akamuona CCM adui, TLP akamuona chama fulani adui. Tusifike huko. Tufike mahala tuwafanye Watanzania waamini uchaguzi ni utaratibu uliowekwa kisheria unaowawezesha Watanzania kufanya maamuzi ya nani awe kiongozi wao, na baada ya uchaguzi tunabaki kuwa Watanzania. Baada ya uchaguzi tunabaki kuwa watoto wa Tanzania. Baada ya uchaguzi tunabaki kuwa wamoja, ili kesho na kesho kutwa tuendelee kuijenga nchi yetu. Hatutamani baada ya uchaguzi tukimbizane. Mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Msumbiji, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Rwanda, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kongo, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kenya, mtu anatafuta ndugu yake hajui kafa au yuko mzima. Hatutamani kuona siasa za namna hiyo Tanzania. Tunatamani kuona siasa yenye ustaarabu. Tunatamani kuona viongozi wa kisiasa wanatuletea sera, tunazisikiliza, tunawapima, kisha tunafanya maamuzi. Maamuzi ndio yatatuamrisha sisi kuona nani anafaa kae wapi, kwa misingi gani na kwa namna gani. Kwa hiyo mimi niseme tu, bi mkubwa huyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amejitahidi sana kujenga misingi imara ya demokrasia. Amejitahidi sana kutengeneza umoja katika nchi yetu. Sasa wachache wasitufikishe mahala ikawa nchi hii tena si nchi ya amani. Na niombe serikali kwa dhamira ya dhati kabisa, kwa dhamira ya dhati kabisa, ifanye jambo hili kwa uwazi, kwa makini. Watu wenye tuhuma kesi zao zipelekwe, kama zimeshapelekwa mahakamani, zifanyiwe kazi kwa umakini, zisikilizwe kwa haraka.
wanaoleta ushahidi walete, baadaye maamuzi yatoke. Ambaye anaonekana ametiwa hatiani, hukumu imfuate. Ambaye yuko huru aachiwe huru, achape siasa nje, tusikilize sera. Si tunatamani kuona nchi hii tunapata viongozi bora na wala sio bora viongozi. Hiyo ndo nia yetu sisi. Na tunawaomba Watanzania wenzangu, kuanzia sasa tuwe watulivu, tuwe na umoja. Naamini busara, hekima alizonazo rais na wasaidizi wake wataendelea kulifanyia kazi jambo hili la kisiasa linaloendelea hivi sasa, mpaka pale litakapokuwa limekaa sawa na kuhakikisha tunaingia katika uchaguzi kwa amani na salama. Anayeweza kuingia uchaguzi akijiamini sera zinamtosha aingie. Asiyeweza, anaona hawezi, atie mpira kwa pani, akae pembeni, au aache wenye uwezo wafanye. Ndio siasa zinavyokuwa. Ukiona unaweza, unaingia ulingoni. Huwezi, tia mpira kwa pani, kaa pembeni. Huna sababu ya kufanya vurugu. Jipange miaka 20, 10, 5, 6, unarudi tena ulingoni, unapambana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Siasa sio kuambia watu usikubali kushindwa. Niliwahi kusikia speech moja, mtu mmoja kiongozi wa chama cha upinzani anawaambia huwezi kufanya mabadiliko kwa kutumia maombi, dua na sala. Mapambano ndiyo yanaweza kuleta mabadiliko. Si kweli. Nchi ya kidemokrasia haiwezi kubadilisha mapambano. Hakuna nchi imebadilisha kwa kutumia mapambano. Haipo. Nchi zote duniani zimebadilisha nchi zao, zimebadilisha raia wao, zimebadilisha maisha yao kwa kutumia busara, hekima na miongozo iliyotengenezwa na wao wenyewe. Hiyo ndiyo njia ya kubadilisha. Vurugu, mapambano siku zote yanazua chuki, kwa sababu leo ukinipigia mtoto wangu, mimi nitakuchukia itakavyokuwa. Hata iweje. Usidhani leo zinafanyika vurugu, mtoto wa mtu anapigwa risasi, anavunjika mguu, hiyo familia itakuwa ina furaha. Haitakuwa na furaha, itajenga chuki. Kwa nini tujenge chuki sisi wenyewe? Kwa nini leo tujengeshe chuki na watu wengine kwa sababu eti tu wewe ukae madarakani? Kwani wewe usipokaa madarakani tatizo liko wapi? Anayetakiwa kukupa madaraka ni Mungu. Huna haja ya kulazimisha kwa kutumia nguvu. Haya ndiyo ambayo ningependa leo niyafikishe, na ni matumaini yangu. Nimuombe kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na vyombo vyake vya ulinzi na usalama waendelee kututengenezea amani ya nchi yetu. Mkorofi yoyote anayeamua kutuletea vurugu, akae kwanza pembeni. Akale ugali wa serikali, uchaguzi ukipita ataachwa. Akithibitika tu tatizo, kwanza akale ugali wa serikali. Huwezi kutufanyia vurugu nchi ambayo sisi tunataka amani. Haipendezi, haihitajiki, wala haikubaliki. Hii kwa mtu yoyote, haijalishi awe Muislamu, awe Mkristo, awe mtu wa siasa, asiwe mtu wa siasa. Madhari nia yake na madhumuni yake ni kuifanya nchi isiwe na amani. Huyu si katika sisi. Huyu ana malengo mabaya. Huyu lazima hatua za kisheria zichukuliwe. Si jambo la kwanza. Wakati wa Mwalimu Nyerere yuko mzee mmoja tumtemeke Sanga. Hakuna, nyinyi watu 2000 mnaweza msijue. Aliwahi kukaa kizuizini miaka kadhaa, hakutoka Iringa pale. Na kilikuwa chama kimoja. Lakini aliona ni mtu ambaye anakwenda kuleta madhara, akaamua kumweka mahali kizuizini. Nani asiyejua hili? Kuna sababu gani za kufanya vurugu? Wanasema Waswahili, uhuru una mipaka. Uhuru usiokuwa na mipaka ni vurugu. Uhuru usiokuwa na mipaka ni nini? Vurugu. Hatuna sababu ya kufanya vurugu. Nchi yetu ni huru, lakini uhuru uwe na mipaka. Hata pale nyumbani, baba ukiona hakufanya jambo sawa, huna sababu za kumtukana, huna sababu za kuambia wadogo zake leo tumpige mawe baba kwa sababu baba kafanya kitu fulani. Si sawa. Mnakaa chini, mnamaliza kwa busara na hekima. Hiyo ndiyo njia bora ya kumaliza matatizo ya kifamilia. Niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibuni, asanteni sana. Lakini pia niwaombe kama kuna mtu ana swali lolote katika nyinyi waandishi, mimi naruhusu maswali.
Maana nisiwe kama Mungu nasema tu alafu sitaki kuulizwa maswali. Nimesema na evidence na ninachokisema. Kama kuna mwandishi yoyote ana swali, na ruhusu maswali. Tena sina kikomo cha maswali. Mniulize mnavyotaka, hata mkitaka saa 8 usiku. Nimeeleweka? Maswali hakuna. Maswali hapo. Maswali hapo. Karibuni maswali. Bwana, hapa mimi nina maswali kama si matatu, hapa ni manne. Karibu. Sawa. Sasa swali langu la kwanza ni kwamba ni kwa nini matamko kama haya huwa yanatoka wakati kama huu ambao kuna kama kanisa vile lilivyotoa ule waraka wao. Kuna wakati ule wa bandari walitoa waraka, baadaye ndo mashehe watu wakaja wakawa na wanakuja wanapinga ile swala. Yaani ni kwa nini huwa inatokana na yaani kitoka waraka na nyie ndo mnakuja saa hizi kutoa kama huu? Ni kwamba je, kuna mkono wote yani wa serikali kwenye hili? Hilo swali la kwanza. Naomba nianze kulijibu hilo. Alafu utauliza. Siku zote hakuna majibu kabla ya swali. Yaani duniani huwezi kuandaa majibu kabla ya swali. Unapotoka waraka unaoashiria mabaya, lazima watokee watu waonyeshe ubaya wake, athari zake na madhara yake. Unapotoka waraka unaoashiria mazuri, lazima wapo watu wa sapoti na wakubali kile ambacho jamii inatakiwa kufanya. Sisi kama Watanzania, acha Uislamu wangu, mimi kama Mtanzania na wajibu wa kuilinda nchi yangu kwa gharama yoyote. Na mimi binafsi, hata kama itakuwa aliyekosea ni baba yangu mzazi, madhari anakwenda kubomoa nchi yangu, wajibu wangu ni kusema. Kwa hiyo hatusemi kwa sababu tuna shinikizo la serikali. Tunasema kwa sababu tunaitamani Tanzania. Kuna tofauti baina ya CCM na Tanzania. CCM inaweza ikaondoka, Tanzania itabaki. Samia atamaliza urais, Tanzania itabaki. Mpango atamaliza umakamu wa rais, Tanzania itabaki. Tunachotamani ni kuiona Tanzania inaendelea kubaki salama. Kwa yoyote atakayefanya kinyume na matakwa ya nchi yetu na usalama wa nchi yetu, si tutamsema hata kama ana cheo mpaka mbinguni. Swali la pili, kwamba siku zote dini, iwe ni Wakristo, Waislamu, iwe ni dini yoyote ile, huwa inazungumza kuhusu haki. Sasa kuna shida gani kama vile matamko kama yale ya viongozi wengine wa dini wameona hakuna haki, kama ile alochukuliwa Tundu Lissu, wameona kwamba hakuna haki wao kukemea? Yani kwa nini yani viongozi wa dini wengi wanawavaa wakati wao wameona kabisa kwamba sisi hii ni dini na dini inakemea kuwepo kwa haki? Sasa kuna shida gani wao kukemea? Asante. Kwanza itambulike nchi hii na katiba, sheria, kanuni na miongozo. Hivi vitu vitatu vinne ndivyo vinavyoweza kusema nani yuko wapi, anafanya nini, yuko sahihi na sio sahihi. Nchi hii ina vyombo vya dola, ina polisi, ina usalama wa taifa, ina vyombo vingi vya kiutawala na vinavyosimamia uchunguzi. Hawa wana elimu ya kutosha juu ya kujua zuri na baya. Nataka nikuulize tu swali dogo. Tundu Lissu hajaanza siasa jana wala juzi. Kwa nini akamatwe leo? Kwa nini awekwe ndani leo? Hilo la kwanza. Lakini la pili, shekhe, mchungaji hana utaalamu wa kisheria na ruhusa ya kisheria ya kujua hili ni kosa ama si kosa. Mwenye wajibu huo ni serikali, tena kupitia muhimili wa mahakama. Polisi kazi yao ni kukamata. Mahakama kazi yao kutafsiri sheria juu ya ile kesi iliyoletwa na polisi mahakamani. Kwa hiyo mwenye haki na mamlaka ya kujua Tundu Lissu anakosa ama hana, wafuasi wake wanakosa ama hawana, si shekhe wala si padri wala si mchungaji wala si askofu, bali ni mahakama kupitia viongozi wake wa mahakama, majaji na wengine. Kiongozi wa dini
unapokwenda kuiamrisha mahakama kuitaka imwachie mtu huru, maana yake umeingilia uhuru wa mahakama katika kutafsiri sheria za nchi. Hilo ni kosa, na we pia umevunja amani. Sawa. Ni kwamba hivi, nyinyi sasa kama hapa umesema kwamba nyinyi hampasi kuingilia, yani kufanya siasa. Lakini sasa kama viongozi wa dini, pale haki inapokosekana sehemu au kwenye nchi, nyinyi mnatakiwa mfanye nini au mna jukumu gani? Naomba niunganishe ili niwape tu muda. Kabla ya hapo kwanza, unaposema pale inapokuwa haki inafanyika kwa nani? Yes, yani kwa wananchi au kwa waumini kama hivyo, mkiona kabisa kwamba hapa kuna haki inakosekana, lakini hii haki imekosekana kwenye swala kwenye mfumo wa kiserikali, sio mfumo rasmi wa dini, kwa sababu hayo mambo yanatokea. Kwa hiyo nyinyi sasa kama viongozi wa dini ambao mnanadi haki, mnanadi usawa kila siku, je, nyinyi yani mna jambo gani ambalo mnatakiwa kufanya sasa? Mnapaswa kuacha tu kuangalia? Hapana. Kiongozi wa dini ana majukumu kadhaa. Ukiona jambo wazi wazi limefanywa ambalo halina haki na sheria haikuchukua mkondo wake, wajibu wa kwanza wa kiongozi wa dini ni kutoa ushauri. Anatoa ushauri na kuelezea kwamba kosa ni 1, 2, 3, haki litakiwa 1, 2, 3, na cha kufanya kilitakiwa 1, 2, 3. Sio kutoa amri. Kutoa amri ni kitu kingine na kushauri ni kitu kingine. Unaposema fulani aachiwe mara moja, maana yake wewe umetoa amri bila ya kujali ulichosema ni sahihi au sio sahihi. Mfano, mimi shekhe nimetoa amri fulani atolewe mahakamani. Mahakama imemtia hatiani kwa vigezo vya kisheria. Afuatwe nani? Ifuatwe mahakama, lifuatwe tamko langu? Maana yake kwamba kiongozi wa dini ana mipaka. Kuna mahala ndiyo mwisho wake. Ndiyo maana tukasema uhuru usiokuwa na mipaka ni vurugu. Kila mtu akitoa tamko nchini, nani atakuwa anafuatwa? Imeleweka sawa sawa? Kwa hiyo viongozi wa dini tuna wajibu mmoja tu, wa kushauri na kutoa maelekezo nini kifanywe, sio kuamrisha. Swali jingine? Mimi ninachoamini ni Muislamu. Kumekuwa kuna kauli tata zinatoka kwa baadhi ya viongozi kama wa Chama cha Mapinduzi ambao wao ndio wanaongoza serikali. Kama kuna kiongozi mmoja juzi kulikuwa kuna clip inatembea wa wilaya ya Kondoa, katibu alisema kwamba wa CCM wilaya Kondoa, wakati akiwa anazungumza Muislamu unaswalije bila kumtaja Rais Samia. Kuna bwana mmoja naye alisema kwamba akitoka hapo kwanza kidogo, na huwa anapenda kusikia swali moja. Muislamu unaswalije bila kumtaja Rais Samia? Kumtaja Rais Samia kwenye swala? Kwanza hiyo swala utakuwa huna. Sasa namalizia sasa. Na kuna bwana mwingine naye alisema kwamba akitoka Mungu na mtume anafuata Rais Samia. Tunaziona hizo kauli kila siku. Kuna clip inatembea, kuna wale watu wa sehemu wakifanya mchaka, kuna maneno mabaya wameyatoa kwa wapinzani. Kwa nini sasa nyinyi kama viongozi wa dini hatuoni mkikemea waziwazi mambo kama haya? Narudia tena kipande hicho. Unaona, kwa mfano yule aliyesema akitoka Mungu na mtume anafuata Rais Samia, kwa upande mmoja yuko sawa. Kwa maana hii Uislamu unasema wa atiu llaha wa atiu rasuli wa ulil minkum, mtiini Mungu, mtiini mtume na mtiini mwenye mamlaka miongoni mwenu. Kwa hiyo kiongozi yeyote mwenye mamlaka anayeongoza kisheria unatakiwa umtii. Sheria ya Kiislamu inataka nchi yoyote iongozwe kwa Uislamu, na Muislamu anatakiwa afuate sheria za Kiislamu tu. Lakini pale inapokuwa serikali isiyokuwa ya Kiislamu ndio inamuongoza, hapo hatakiwi kutaka sheria za Kiislamu zitekelezeke, ataishi kulingana na sheria zinazomuongoza pale. Ndio maana leo BAKWATA hawajawahi kutoa amri wezi wakatwe mikono. Sio kwa sababu sheria haipo, kwa sababu kuna aya inawaruhusu hawa viongozi kuwatii katika mamlaka na sheria inayotuongoza. Watanzania tunaongozwa kwa mujibu wa katiba, na kiongozi wa juu wa nchi ni Samia. Usipomtii yeye pia utakuwa umemkosea Mungu, kwa sababu ashatoa maelekezo kiongozi atiwe, ili mradi tu haongozi katika mazingira ya kukutoa katika dini yako. Asante shehe, mimi naitwa Baraka. Kwamba
viongozi wa dini hawatakiwi kuingilia kwa sababu swala liko mahakamani na mahakama ndio yenye mamlaka. Lakini tunaona sakata ambayo ilikuwa inaendelea kuanzia hapo nyuma, mkuu wa mkoa ametoa tamko, lakini Kamanda Mulilo alitoa tamko kwamba wananchi ama wafuasi wa Chadema hawatoruhusiwa kwenda mahakamani, ili hali yeye hausiani kabisa na mahakama. Yani mahakama ni muhimili ambao unajitegemea, na tunafahamu kabisa kwamba mahakamani hakuna mwaliko. Yani mahakamani hata wewe leo mtu yote anaweza kaamua kwenda kusikiliza, hakuna mwaliko pale. Sasa mkuu wa mkoa anatoa tamko kwamba wananchi wasiende, wafuasi wa Chadema wasiende. Kwa upande wako unaona ni sahihi? Kuna kitu unajue. Mahakama kazi yake tafsiri sheria. Polisi kazi yake kulinda amani. Hakuna askari wa mahakama, kuna askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi ndio lililoona tuhuma za makosa aliyoyafanya kiongozi wa Chadema. Wakamkamata, wakampeleka mahakamani ili mahakama itafsiri sheria. Wao ndio wenye uwezo wa kujua kwamba je, kuenda pale wafuasi wengi kunaweza kufanya kuwe na amani ama kusiwe na amani. Wanayafanya haya kwa maslahi ya Watanzania. Kwa sababu yule atakayekwenda pale akahamasika, akafanya vurugu, akavunjwa mguu, akaachwa na kilema cha maisha, kesho na kesho kutwa Tundu Lissu akakutwa na makosa, akaenda ndani, yule aliyehamasika kufanya vurugu na kuvunjwa mguu anabaki na kilema, na yule aliyeonekana na makosa anaonekana yuko ndani. Kwa hiyo utakuwa umetengeneza mazingira ya kujipa tatizo ambalo limesababishwa na tatizo mtu aliyelifanya kweli. Cha msingi, wao kama viongozi wa usalama, wajibu wao na haki yao ni kuzuia kila mahali penye viashiria vya mambo kama haya. Na kumbuka, kesi yenyewe ni kesi inayoonyesha kuvunjishwa wa amani, kwa sababu kuzuia uchaguzi ni uvunjifu wa amani kwa mujibu wa katiba. Kwa kufanya hivyo ndio maana wanatengeneza bora nusu shari kuliko shari kamili. Na swala hili la kesi, nataka tu niseme kitu kimoja. Unajua hii kesi serikali inataka kuifanya online. Nafikiri mnafahamu hilo. Inataka kuifanya online. Lakini Chadema wenyewe wanasema hawataka ifanye online. Ikifanya online si kila mtu anaona pale pale alipo, shida iko wapi? Kwa nini wanakataa isifanye online? Kwa sababu online ikifanywa maana yake kama anaonewa kila kitu kinaonekana, kama walichoshtakiwa ni haki kila kitu kinaonekana. Kuna siri gani nyuma ya pazia Chadema hawataki kesi ifanywe online? Kwa nini? Kuna maswali mengi sana katika hili. Ndio maana na waasa wa Tanzania wasiimbe wimbo wasiojua umetungwa na nani. Kuna wenzetu uraia pacha, wana mambo wanapewa nje ya nchi, wana maisha yanaendelea nje ya nchi. Kuna maisha zaidi ya haya Tanzania, si ndo haya. Ugali wetu uko hapa hapa kwa Samia, shule zetu ziko hapa hapa Tanzania, hospitali zetu ndo hizi za Tanzania, barabara zilizojengwa za kutembelea ndo hizi. Tusiwe wajinga kama Abu Nuwasi kukata tawi ulilokalia kisha unaanguka kitakotako na kuvunjika mgongo. Asante. Umesema viongozi wa dini sio umesema hawatakiwi kuamrisha ama hawatakiwi kushauri, yes, au kuelekeza. Na hawatakiwi, wanatakiwa waweke wote kwenye usawa. Sio kumdidimiza moja ama kupendelea upande fulani. Sasa kwa hapa, kwa mazungumzo tu haya, sidhani kama umezungumza upande wa Tundu Lissu sasa namna ambao unaweza kuzungumza namna bora ambayo anaweza kufanya. Lakini kitu kingine ni kwamba hapa tulikuwa tukizungumza, lakini kitu ambacho tulikuwa tunakizungumza sidhani kama umeweka usawa wa kumfavor Tundu Lissu. Yani umekuwa sana upande huu wa serikali, haujatoa ule ushauri ambao ni wa kuwaweka wote wawe sawa. Nadhani hukusikiliza maneno yangu. Nilisema chama chochote cha siasa lengo lake ni kushika dola. Na ushikaji wa dola wa chama chochote cha siasa ni sera zinazotengenezwa na chama hicho, ambazo sera hizo zinatakiwa zikauzwe kwa wananchi. Ukisema hutaki uchaguzi, ukisema uchaguzi usifanywe na katiba inaruhusu kufanya uchaguzi, huo kwanza ni uasi. 1, 2, unakuwa hujatutendea haki. Si tunatarajia mwanasiasa tunakuona unaingia vitani. Vitani wapi? Ni kwenye kutangaza sera ulizonazo.
sera ulizonazo, ili sisi tuwatathmini kwa sera zenu. Na unaweza kuanza siasa leo, ukachukua madaraka baada ya miaka 100, ukachukua madaraka baada ya miaka 20, unajipanga. Donald Trump aliwahi kushindana nyuma, akashinda, akakaa miaka 5, sera yake ikafeli, watu wakamweka rais mwingine. Juzi karudi na sera mpya, Marekani imempa nafasi. Si lazima uwe uchaguzi huo tu ushinde. Sisi tunajiuliza maswali, kwa nini chaguzi zote zilienda sawa? Hii inayokuja 2025 ambayo watu wamekuwa tayari wametokea katika nchi za wenzetu walikoishi kwa maisha ya raha na furaha, wanakuja na maamuzi mapya. Huko wamejifunza nini? Ndo tunachotaka kujua. Asante. Hawajagomea uchaguzi kama ambavyo wanasema. Wao wanachokisema kwamba wako tayari kufanya uchaguzi, lakini wanachokihitaji ni mabadiliko ya uendeshaji wa uchaguzi. Sasa hicho ndo kitu ambacho naweza kulijibu hilo swali. Unaweza kujibu. Hawajagomea uchaguzi, wanachotaka ni mabadiliko ya uendeshaji wa uchaguzi. Ili washiriki uchaguzi. Hayo mabadiliko ya uendeshaji ya uchaguzi yanafanywa ndani ya siku 2. Kwa sababu mabadiliko ya uendeshaji wa uchaguzi ni mchakato. Walianza kuzungumza muda mrefu. Mwaka jana tulikuwa katika tume ya kuboresha sheria za uchaguzi. Mimi ni miongoni mwa watu walioalikwa kwenda kutoa hoja zao bungeni. Mimi nilikwenda na nilishauri swala la uchaguzi, mabadiliko yamefanywa, tume huru ya uchaguzi tunayo. Mimi nataka nikuambie kitu. Huwezi kulazimisha katika nchi yoyote swala la kisiasa kumpata kiongozi ambaye hana idea na siasa. Haiwezekani. Hata leo tukiwapa Chadema nchi, viongozi watakaoweka madarakani ni wale wanaoamini wao kwao ndo wako sahihi. Hiyo ndo kanuni. Mimi nataka tu niseme, kumpata kiongozi ambaye hana upande wote haiwezekani. Tunachotakiwa ni kutafuta kiongozi anayetenda haki. Kiongozi anayetenda haki. Hicho ndo tunachokitafuta. Sasa tume imebadilishwa. Rais kaamua kubadilisha tume. Tumetengeneza tume huru ya uchaguzi. Chadema kama wangekuwa na busara katika hili, walitakiwa kwanza tuingie kwenye uchaguzi, tume huru iliyopo ivuruge, kisha waje na hoja kuwa tume imevuruga. Ndio maana tunasema hatutaki tume hii. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, tume hata kazi haijafanya. Unawatuhumu watakwenda kuiba. Wewe ni mfalme njozi, unajuaje anaenda kuharibu kabla hajatenda? Kwa nini tukiamini wewe na tusiwaamini hao waliomuona huyu anafaa? Utakuwa una agenda ya siri. Kwa saizi kusema tume sio huru, tunaionea. Tume sio huru vipi wakati isharekebishwa? Lakini imewahi kukosea wapi ili tuihukumu kwa kosa hilo? Hii tume tunayosema leo hawaitaki, ilikosea kwenye uchaguzi upi ili tuihukumu kwa kosa hilo? Hii tume imefanya kosa wapi? Tajwa sana 2020 kwamba hii ni nyingine na ina maboresho. Tume ni sheria na sheria zishatengenezwa. Tungeenda kwanza kwenye uchaguzi, tume ifanye hayo makosa au hayo yanayodaiwa kwamba wanaifavor CCM yafanywe, then ndo tukae chini sasa tuseme kweli kwa muktadha huu na huu na huu na huu na huu sio sawa. Sasa tunamuonea mtu hata hajaingia madarakani wala hajafanya kosa. Huku ni kuionea tume. Mimi niseme tu tume isionewe. Tuipe nafasi ifanye kazi. Baada ya kufanya kazi, tukiona kuna mapungufu, basi tutasema. Hata sisi viongozi wa dini hatuwezi kuona jambo linatendeka sio sahihi alafu tukanyamaza. Tutaihukumu na tutaisemea kwamba hii imekosea 1, imekosea 2, imekosea 3. Mabadiliko ya tume hayajaonyeshwa kwa vitendo. Tunasubiri tuone kwa vitendo. Uchaguzi ufanyike, ikipatia tutaipongeza, ikikosea tutawaunga mkono. Lakini saizi tume haijafanya kazi utuambia hakuna uchaguzi. Wewe una agenda asili. Hatuwezi kukubaliana na hoja hiyo. Mimi nilikuwa na swali kama moja tu hivi. Karibu. Asante. Kwa sababu tumeona dini fulani imetoa matamko yake. Na wewe kwa kiongozi unajulikana kiongozi wa dini fulani unatoa matamko. Sasa hii uone labda kama inaleta mkanganyiko. Kuna mabaraza ya amani, unaona kuna kamati za amani. Kwa nini labda msingetumia njia kama hivi kutokujibu kwenye vyombo vya habari hivi? Maana yake sasa hivi unavyojibu wewe moja kwa moja unaonekana unapinga upande fulani uliofanya. Kwa nini msingetumia njia ya ukimya kwamba bwana wenzetu
kuna kamati hizi za amani. Sasa mnaonekana mmetoa tamko litaonekana ina balance upande fulani, jambo ambalo unaweza kuleta mgawanyiko wa nchi kuingia kwenye mambo ya kidini, kwa sababu ugomvi wa dini ndio mkubwa kuliko vitu vingine, kuliko hata vyama nini. Lakini Chadema wanachoshindikiza sio kutokufanya kutokuingia kwenye uchaguzi, wala sio tume, sio huru. Tume ni huru, ila kuna baadhi ya vipengele vya sheria ndio wanavihitaji vibadilishwe mule, kwa sababu tunaamini katiba au taratibu zote zinawekwa sio Qur'ani, kwamba hii imewekwa kwa misingi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyoshusha, hakuna anayeweza kubadilisha. Nchi inabadilika, wakati unabadilika. Tunaamini hata Mungu alikuwa anatoa adhabu zamani hapo hapo mtu unavyofanya, lakini sasa hivi tunahukumiwa baada ya watu kufariki au kwenda mbele ya haki. Hii labda unaonaje? Kwanza kwa kujazia hapo. Naam, kidogo kwa sababu ya muda. Naam. Umezungumza kuhusiana na muda wa mabadiliko hayo kufanyika, na kwako umedoubt kwamba huenda muda ambao umetumika kuyaomba hayo mabadiliko ukawa hautoshi, labda kuyakamilisha yote. Mimi ninatamani kufahamu kutoka kwako ni muda kiasi gani ambao unahisi mabadiliko hayo yanahitaji, yani muda kiasi gani utakuwa unatosha kwa ajili ya mabadiliko hayo, kwa sababu wahusika ambao wanashinikiza hayo mabadiliko wenyewe wanaeleza kwamba muda uliopo unatosha. Wewe umesema hautoshi. Kwako unadhani ni muda kiasi gani unahitajika ili mabadiliko hayo yakamilike? Asante. Kwanza nianze kujibu swali lile la kwanza ambalo bwana ameliuliza kwamba kanisa lilitoa tamko na sisi viongozi wa dini ya Kiislamu tunatoa tamko kwa nafasi nyingine, na kuna vyombo vya umoja wa amani ambavyo vinatengenezwa katika nchi yetu, pengine kwa nini tusingezungumzia huko? Swali hili nadhani lilipaswa kuuliza kwanza kanisa, kwa sababu tuna umoja wa viongozi wa amani kutoka pande zote mbili. Kwa nini maoni yetu tusingeyapitishia kule? Badala yake tunatengeneza waraka na tunautoa katika sehemu moja. Hii ni kuonyesha kwamba unaamua kutumia nguvu yako ulionayo kufanya maamuzi dhidi ya upande wa pili. Kwa kuwa upande wa kwanza umeeleza hili moja kwa moja, hawa wanaoelezwa ni watoto wetu. Narudia tena, CCM ni watoto wetu, Chadema ni watoto wetu, Kafu ni watoto wetu. Sasa sisi kama viongozi wa dini tunapoona upande wa pili pia haukufanya sawa, ni lazima tuonyeshe kwa nini sio sawa. Sasa hii haina maana kwamba tunakwenda kuvunja amani. Hii tunajaribu kuonyesha kwamba sisi viongozi wa dini tuna wajibu wa kukaa na kulieleza. Na kama ingekuwa maelezo ya kanisa ni kutoa ushauri, hakuna Muislamu angedauti, wala hakuna kiongozi mwingine nje ya Uislamu, kwa sababu hili la kudauti na kutoa maelezo sijalifanya sule. Ukiingilia katika mitandao huko, viongozi wa vyama wamefanya, viongozi wa kijamii wamesema, mimi si wa kwanza. Maana yake nini? Maana yake tunarudi pale pale, viongozi wa dini wana mipaka katika kusema. Viongozi wa dini pia wanatakiwa wajue wanachokisema. Nimesema mfano wa mapungufu ya kauli ni kutoa amri waachie. Hilo neno ni neno zito. Huwezi kutoa madaraka, yani huwezi kusema kitu kizito kiasi hicho. Walitakiwa washauriwe, waishauri mahakama. Kama wana makosa, mchakato wa kesi uendeshwe haraka, uwe wa wazi na wahuru, ili jamii ione mapungufu yako upande gani na haki itendeke. Huu ndio ulikuwa wajibu. Ukisema waachiwe, manake unasema hawana makosa. Unajuaje na wewe sio jukumu lako? Haiwezekani leo Philip Mpango japo ni Mkristo asimame aende akaendeshe misa, sio jukumu lake, ajui yeye hilo. Haiwezekani leo Kasim Majaliwa aende msikitini akatoe hutuba za mihadhara, si jukumu lake hilo. Kwa kila mmoja ana mahala pake. Ukimfanya mwingine kuwa inferior na wewe ukajiweka superior, unamvunja nguvu. Leo tunayafanya haya, kesho inaweza ikaingia Chadema ikakaa madarakani, CCM akafanya vurugu. Unafanyaje? Na wewe ndio unaongoza makundi yote. Hilo la kwanza. Lakini la pili, swali la ndugu yangu, umesema unataka kujua nini? Muda kiasi gani unatosha. Niseme tu kitu kimoja. Kwanza, tume kwa sasa ni huru, kwa sababu tume huru imetengenezwa. Lakini hatuwezi kuihukumu tume ina mapungufu kabla ya kufanya hayo mapungufu. Tume zilizopita kama zilikuwa na mapungufu, tuliyaona 2005, tuliyaona 95, 2000, 2010, 15 na hata 20. Tunakwenda uchaguzi unaofuata na tume nyingine, si ile.
marekebisho yamefanywa. Mimi nasema nilishiriki na vyama vya siasa vilishiriki kwenye hiyo tume ya mabadiliko, ilishiriki. Hakuna chama cha siasa ambacho hakishiriki, vilishiriki vyote. Wakristo walishiriki, Waislamu tulishiriki, vyama vya siasa vilishiriki, tukafanya na tukatoa maoni yetu. Baada ya kutoa maoni yetu, serikali kupitia wataalamu wake walikaa chini, wakayatambua wakayachambua yale maoni, wakayafanyia kazi, ikaundwa tume iliyopo. Tumebakia miezi 3 au 2 kwenda kwenye kampeni. Huwezi kutengeneza timu nyingine mwanze upya kuifumua jambo hili ili mtengeneze tume nyingine na mbadilishe baadhi ya vitu. Ni ngumu. Lakini pia ubaya wa tume hii bado haupo, kwa sababu haijafanya huo uchaguzi tukaona hayo mapungufu yake. Hicho kinachodaiwa kuwa ni tatizo, ili kiwe ni hoja, kwanza uchaguzi ufanywe, mapungufu yatokee, wawe na mashiko. Huwezi kumhukumu mtu kabla ya kumpa sheria. Mlisema zamani Mungu alikuwa akitaka kuhukumu watu, anahukumu hapo kwa hapo. Lakini Mungu hakuhukumu watu kabla ya kuwapa sheria. Aliweka kwanza sheria, watu walipovunja ndo akahukumu. Sasa tuwahukumu tume ya uchaguzi pale walipokosea. Tume ya uchaguzi huru iliyopo leo, tunaihukumu kwa kosa lipi? Imesimamia uchaguzi gani ikaipendelea CCM? Imefanya uchaguzi gani ikafanya CCM apate watu, vyama vingine vishindikane? Imefanya uchaguzi upi? Tunahukumu kwenye ngo ipi? Tuwe wa kweli na tuwe na nia njema na nchi yetu. Hapa tatizo sio tume huru ya uchaguzi wala vipengele vya uchaguzi. Hapa tatizo maslahi binafsi ya baadhi ya viongozi wanaotaka dola. Hili haliwezekani. Haliwezekani. Tuna akili, si wa Tanzania tuna akili pia. Tatizo sio uhuru wa tume, hapana. Tume mimi naamini haina sababu ya kuhukumiwa. Hatuwezi kuisema nzuri wala mbaya kwa sababu haijafanya. Unawezaje kumhukumu mtu hajakosea? Unaweza kumsema vizuri mtu hajapatia? Tusubiri uchaguzi ufanywe. Mimi ni waase vyama vya upinzani, tieni timu, ipigeni madongo CCM. Mkishinda ndio mnaonyesha uwezo wenu na nguvu yenu. Watanzania tunasubiri sera 2025. Tunasubiri kuona chama chenye sera bora, tukichague. Kuna swali jingine? Natumai maswali yameisha. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, na watakia jioni njema.